Viongozi kutoka mataifa 32 wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wamekutana hii leo mjini The Hague, Uholanzi, katika mkutano wa siku mbili wenye umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa usalama wa kimataifa, na moja ya ajenda yao ni pamoja na kujadili ama huenda kuidhinisha pendekezo la kila taifa kuchangia 5% ya pato lao jumla la ndani ili kuimarisha bajeti ya ulinzi wa pamoja. Hatua hii pia inalenga kuimarisha uwezo wa jumuiya kujibu vitisho kutoka nje na kusaidia utekelezaji wa mikakati ya kujilinda. Hata hivyo, suala hilo linaweza kusababisha maafikiano mapya au kuibua mgawanyiko zaidi miongoni mwa wanachama, hasa kuhusu jinsi ya kugharamia juhudi hizo. Katibu mkuu Mark Rutte amesema ajenda ya mkutano pia inajumuisha hali ya vita inayoendelea nchini Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara ya kwanza tangu aingie madarakani amehudhuria mkutano wa kihistoria wa NATO wa siku mbili, huku kukiwa na wasiwasi juu ya dhamira ya mfadhili huyu mkuu wa umoja huo kwa makubaliano ya ulinzi wa pande zote ya NATO inayojulikana kama kifungu cha 5. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte siku ya jana alinukuliwa akisema kuwa hana shaka juu ya kujitolea kwa Marekani kwa NATO na dhamana yake ya kifungu cha 5 ambacho kinasema shambulio la silaha kwa mwanachama mmoja ni shambulio la wote, ambapo baadaye siku hiyo hiyo Rais Donald Trump alinukuliwa na waandishi wa habari akiwa kwenye ndege yake ya Air Force One akisema kwamba hana uhakika kuhusu iwapo Marekani itatii dhamana ya ulinzi wa pande zote iliyoainishwa katika mkataba wa NATO, maoni ambayo yanaweza kufufua wasiwasi wa muda mrefu kutoka kwa washirika wa Ulaya kuhusu kujitolea kwake kwenye muungano wa kijeshi. Kwa mujibu wa Sky News, inadai kuwa Marekani ambayo ilitumia karibu 3.3% ya pato la taifa katika ulinzi mwaka 2024 imekuwa ikikosoa udhaifu wa matumizi ya kijeshi ya Ulaya kwa miaka kadhaa. Donald Trump alisema mwezi Januari kwamba anaamini kuwa nchi wanachama wa NATO zinapaswa kutumia 5% ya pato lao la taifa katika ulinzi. Akizungumza kabla ya mkutano wa kilele wa NATO mjini The Hague akiwa na katibu Mark Rutte, rais wa Marekani aliongelea pia kuhusu usitishaji wa vita huko Mashariki ya Kati na kudai kuwa ni mzuri sana. Na alipoulizwa pia kuhusu ripoti za kijasusi za Marekani zilizoripotiwa na shirika la habari la CNN zinazodokeza kwamba mashambulizi aliyoyafanya hayakuharibu maeneo ya nyuklia ya Iran, Trump alipingana na kusema kuwa ilikuwa ni uharibifu wa kweli. Kupitia ukurasa wake, Trump alitoa hakikisho hilo na kusema kwamba tathmini ya mapema ya shirika la kijasusi iliyoonyesha kuwa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani kwenye vituo 3 vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa juma lililopita havikuharibu vipengele vya msingi vya mpango wa nyuklia wa Tehran, na kuna uwezekano kwamba unaweza ukairudisha nyuma Iran kwa miezi kadhaa. Trump alisema taarifa hizo si za kweli. Tathmini hiyo ilitolewa na shirika la ujasusi la ulinzi, kitengo cha kijasusi cha Pentagon, na inatokana na tathmini ya uharibifu wa vita iliyofanywa na kamandi kuu ya Marekani baada ya mashambulizi, ambapo pia Rais Trump aliitupilia mbali taarifa hiyo hadi hivi sasa. Mimi ni Gina Baltazari. Endelea kufuatilia Millard Ayo.